Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika wizara yetu hii pendwa ya mambo ya ndani, ambayo ndio muhimili kwa kweli wa mambo yetu yote, kwa sababu bila amani, bila usalama hakuna jambo lolote ambalo linaweza likafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru mbunge mwenzangu ambaye amemaliza, ametengeneza roadmap nzuri sana. Na jambo la kwanza anasema tuwatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na mimi niseme tunaanza kumtia moyo Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania, mwanajeshi ni askari yoyote aliyoajiriwa kwa muda maalumu au wa kudumu katika vyombo vyetu vya Jeshi la Ulinzi, Jeshi la Magereza, Jeshi la Polisi, Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo hawa wote ni vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo Amiri Jeshi Mkuu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila sababu ya kuanza kumtia moyo na yeye. Na kabla sijaenda mbali sana, niwashukuru sana kwanza askari wetu, polisi wetu, wanafanya kazi kubwa tunafahamu. Na siku moja hapa niliwaambia Watanzania, ukimwona askari bwana yupo anasikia kiu nini, wewe mpe tu hela ya maji, kazi iendelee. Kwa sababu kwa kweli wanajitoa kwa kiasi kikubwa kwa ajili yetu. Na siku moja nilikuwa naangalia clip moja ya wenzetu jirani zetu ambao mheshimiwa amesema hapa, gari yao ya polisi ilikuwa imepinduka. Wale wakawa wamekusanyika pale wenyewe, wale wanaosema wao ni wajanja, wana akili kubwa, wanasema hawa tusiwatoe kwa sababu wao wanatufuatilia usiku. Hao wenzetu nchi nyingine jirani yetu. Sasa kwa sababu jirani huwezi kuchagua, basi na sisi tunamshukuru Mungu kwa kutupa majirani hao, tutaendana nao. Na tutajipanga kupambana, na tutajipanga kushirikiana nao. Pale watakapotaka ushirikiano wa amani, tuko tayari kushirikiana nao, lakini pia hatutawaruhusu majirani zetu kuvuruga amani ya taifa letu. Sisi askari wetu tunaishi nao vizuri. Tunajua zipo changamoto ndogo ndogo. Ndugu zangu wa Tanzania, nichukue fursa hii kuambia, changamoto tulizonazo bado hazijafikia hatua ya sisi kutoheshimiana wala kufika mahali kuhatarisha amani na usalama wa taifa letu. Sisi bado nchi yetu ni kisiwa cha amani. Hapa tumezungukwa, hata hao wanaotutukana wakipata matatizo wanategemea wakimbilie Tanzania. Kila upande wa taifa letu umezungukwa na taifa ambalo wanatuona sisi ni kisiwa cha amani. Na tumekuwa tukitoa msaada. Vijana wetu hawa askari wamekwenda katika kila nchi kulinda amani na utulivu wa mataifa haya. Tunawasaidia majirani zetu kwa amani. Tunawasaidia kwa jasho la damu. Tunawasaidia kwa damu za watoto wetu, askari wetu. Wanakufa kwenye mataifa mengine kwa sababu ya kulinda amani. Na hii ni kwa sababu tulijengewa misingi tangu Mwalimu Nyerere. Alitutuma kupambana kuokoa nchi za kusini kwa bara, kwa jangwa la Sahara. Tulifanya kazi hiyo. Na hii ndio wa Tanzania. Ndugu zangu, hatuwezi kuondoka. Nimeona mmoja anashangaa anasema, Gen Z wa Kenya wamejitolea, lakini anachora kwamba Gen Z wa Tanzania wamelala. Tunataka tuambie vijana wetu wamejengwa katika misingi ya baba zao. Like father, like son. Tumewafundisha vijana wetu uzalendo, ujasiri, uhodari, na tumewafundisha pia kutafuta fedha, si kwa kutukana watu, kuuza maneno kwenye mitandao. Vijana wetu hawataungana na mambo ya kipumbavu, kwa sababu lazima tukubaliane kwamba amani, Biblia inasema katika Isaya 32 mstari wa 17, amani ni zao la haki. Haki tuliyoijenga kwenye taifa hili ndio inayozalisha amani. Na amani hiyo inaleta matunda ya utulivu na matumaini. Watoto wetu wana utulivu, wana matumaini kwa sababu wamejengwa katika misingi ya amani na haki. Wasitake kutuaminisha kwamba sisi kwetu hakuna haki. Sisi kwetu haki ipo. Hizi changamoto nyingine ni ndogo ndogo ambazo zipo katika taifa na hata kwenye familia zipo. Baba na mama mnaweza mkagongana, ni changamoto zipo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kama kuna changamoto sema, ili tusaidiane, na amekuwa ni rais msikivu.
tuliposema amechukua hatua, amefanyia kazi. Sasa ndugu zangu, tunawaomba sana ndugu zetu, nyinyi Kenya ni majirani zetu, tunawaheshimu, tunafanya na nyie kazi, tunaomba sana. Lakini nimewaza sana usiku, nikasema kwani hawa wana shida gani? Mmoja ameuliza akasema, hivi nyinyi wa Tanzania sisi tunapiga kelele, tunasema, tunawatukana, mpo kimya, mna mpango gani? Mnataka kutuloga? Nikagundua lipo tatizo kubwa sana la afya ya akili katika taifa hili. Ni washauri bure, sio dhambi. Sisi wenzenu CIG wetu, yule Auditor General, wenyewe mna Auditor General wenu wa Kenya, amefanya uchambuzi wa swala la afya ya akili nchini, na tunatengeneza mekanizimu ya kusaidiana. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mtu mzima, msomi aliyesoma sheria, anaondoka kwake, anapanda na nauli, bahati mbaya ukimwangalia uso wake hauna matumaini. Ukimwangalia uso ule, sijui ni mkologo umedunda, sijui ni alisahau kupaka poda, anakuja kutuchonganisha. Ile sio hali ya kawaida. Na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Na kazi ya jeshi letu la polisi ni kubaini na kudhibiti, wakati ndio kazi yao nyingine. Na wakati mwingine jeshi la polisi, nashukuru Mheshimiwa Waziri umesoma katika ukurasa wa 23, moja ya mambo mlofanya pamoja na operation na vitu vingine, mmetanzua uhalifu. Hiyo ndo namna ya kutanzua uhalifu. Sisi wa Tanzania tuna moyo na nyie, mtu asiwabagaze. Tungeshangaa sana watu wanakuja hapa wanaanzisha mambo yao ya maandamano, wametoka nchi nyingine, wanavuruga vijana wetu, wanakuja kuzuia utulivu wa utendaji wa mahakama, chombo kinachotoa haki katika taifa letu, halafu nyie mpo. Tungeshangaa sana. Hatujashangaa, tunawatia moyo, tuko pamoja na nyie. Na sisi tunasema hivi, uzio, wigo wa ulinzi wa taifa letu haujajengwa kama ule ukuta wa China Great Wall, haujajengwa kama ukuta wa Babeli. Uzio wa ulinzi wa taifa letu umejengwa kwa mioyo ya uzalendo wa vijana wetu, umejengwa kwa maji ya damu ya vijana wetu. Hawatakuwa tayari, na tunaomba tuambie, jamani, hiyo ni trailer. Nimeona mwingine anasema jamani, nasikia hao polisi askari wanapiga, hiyo ni trailer. Tena nyie mmekutana na polisi ambao hawa sisi tunashinda nao kila siku, yani ambao wamezoea kidogo mambo ya uraia. Tuna wengine wanafanana na miti na udongo. Tukiwatoa hao, shughuli yake mtaiona. Hatuyataki hayo, hatutaki tufike huko. Hatutaki tufike huko. Tunaomba tuheshimiane ndugu zetu Kenya. Mheshimiwa Rais wetu, Your Excellency Honorable Ruto, tunakuheshimu sana. Do something. Demokrasia, that is not democracy in Kenya. Hiyo ni vurugu. Na sisi kama jirani zenu tunasikitika. Kwa nini taifa linayumba kiasi hicho? Na nyie mpo. Nyinyi askari wenu na nyie mmewazoea. Tuliwaona kwenye maandamano. Mwandamanaji analeta vurugu, anakunywa maji, anampatia na askari naye anakunywa. This is Tanzania, hicho kitu hakipo. Na hili jeshi la polisi hatujaliunda sisi, liliundwa tangu mwaka 1919 na mkoloni. Ilijulikana tu kuna watu watafanya vituko, lazima wasiwekwe ndani. Siku moja nilikuwa nafanya ziara Iringa, waliniuliza, Mheshimiwa mbunge, yani kile kituo cha Ipogoro tukikamatwa hali yake ni mbaya, tunapigwa, sijui tunafanya nini. Kaambia polisi sio lazima uende, na bahati mbaya sana wale polisi sisi tumewapa virungu, tumewapa bunduki, tumewapa maji washawasha. Sasa ukienda pale unategemea utapata nini? Ukitaka kupetiwa mwanangu, nenda hospitali, wale ndio wamesomea jinsi ya kupetipeti. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tuambie, sisi Tanzania tunasikitika sana. Lakini nikutie moyo rais wangu Mama Samia. Huo ndio upande wa pili wa shilingi wa kuwa amiri jeshi mkuu na kuwa rais. Sisi wenyewe tumetulia,
lakini wanatoka watu wengine wanakubagaza, lakini wanajua upo. Kwa sababu kama hawajui, milio ya nini? Huku Tanzania watu nasema ukiona manyoya kashaliwa, ukiona mlio kapigwa. Sasa tunawaomba sana, sisi tutaendelea kulinda amani na utulivu wa taifa letu, na hatutokuwa tayari. Ndugu zangu wa Tanzania, vijana wangu, tunashukuru tuna vijana wa kiume wanaoandamana, wanatafuta kiki, sio kwenye maandamano. Wanatafuta kiki kufanya kazi, wanatafuta kiki kwenye kilimo, wanatafuta kiki wako na bodaboda na bajaji, wanatafuta maisha, wanatafuta kiki wako na malori usiku na mchana, wanatafuta kiki wako kazini. Hawawezi kutafuta kiki kwa vijana wenu wanaokaa kwenye mitandao wanatukana watu. Na lazima mliangalie upya. Mimi niwaombe viongozi, tunawashukuru viongozi wa Kenya, tunawashukuru baadhi ya wananchi wa Kenya, wameongea wao wenyewe, wametoa majibu wao wenyewe. Lakini lazima mfanye kitu. Hatuwezi kuwa na majirani wa staili hii.